والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Namalizia sehemu ya mwisho katika masala ya uluhiyya kutokana na risala ambayo tulikuwa tunaisoma kwenu, ambapo masala ya mwisho almuallif waffaqahu Allah ta'ala amezungumzia masala ya al-udhiyya 'anil mayyit, kumchinjia au kuchinja kwa niaba ya mayit, mtu ambaye tayari alishakufa tayari. Baadhi ya watu ndani ya mwezi wa Dhulhijja wanachinja vichinjo vyao kwa niaba ya maiti zao ambao wamekufa miaka ya nyuma. Kwa hiyo jambo hili ni katika mambo ambayo Muislamu anatakiwa awe na fiqhi na utambuzi uliokuwa sawa sawa, kwamba je, yafaa wewe ukamchinjia, ukachinja kwa ajili ya ukachinja mnyama kwa niaba ya baba yako ambaye alishakufa tayari kwa nyuma au jamaa yako yoyote? Al-muallif anasema wal udhiyatu 'anil mayyit laha aqwal, na kumchinjia au kuchinja mnyama kwa niaba ya mayit kuna hali tatu. Alhalu alula, hali ya kwanza, idha kanati infadhan lilwasiyati, ikiwa huko kuchinja ni kutekeleza wasia ambao mayit aliutoa kabla ya kufa. Alitoa wasia kwamba mimi nikifa mwezi wa Dhulhijja ukifika, naomba mchukue mnyama wangu au mchukue mbuzi mchinje, unichinjie au mchinje kwa niaba yangu. Kwa hiyo idha kanat infadhan lilwasiya, ikiwa ni kwa ajili ya kutekeleza wasia, fahiya sahihatu, basi mchinjaji wa sampuli hiyo ni sahihi. Wayasilu ajruha ila almayyit insha Allah, na ujira wake unafika kwa mayit. Hiyo ni hali ya kwanza. Hiyo ni hali ya kwanza. Alhalu thaniya, hali ya pili, an yufrada almayitu, ni kupwekeshwa maiti biudhiyatin, kwa kuchinjiwa mnyama, tabarrua, katika hali ya kuchanga. Huyu na yule na yule wamechanga pesa, wakanunua mbuzi, wakasema huyu mbuzi tunachinja kwa niaba ya mayit. Fahadha laysa min as-sunnah, uchinjaji wa sampuli hii si katika sunna, lidhahiri qawlihi ta'ala, kwa udhahiri wa kauli yake Allah aliposema wa an laysa lilinsani illa ma sa'a, na hatalipwa mja wa Allah siku ya kiyama isipokuwa kile ambacho yeye mwenyewe alikiendea kupa katika haya maisha ya dunia. Waqad mata ammu nabii sallam, na alishakufa baba mdogo wa mtume ambaye ni Hamza pambanaji. Wa zawjatuhu Khadija, bali alikufa mkewe Khadija. Wa thalathu banati mutazawwijat, na mabinti watatu wakiwa wameolewa. Wa thalathu abna sighar, na wamekufa watoto wake wadogo, wakiwa watoto wake watatu wakiwa wadogo kiume. Walam yarid anhu, na wala hapajapata kupokelewa kutoka kwa mtume annahu afradahum, wa yeye alinunua mnyama akachinja kwa niaba yao hao. Haijapata kuthibiti. Au ahadan minhum biudhiya, au alichinja kichinjwa kwa niaba ya mmoja katika hao watoto wake. Haijawahi kuthibiti kwa mtume alayhi wasallam. Walam yathbut aidha, na wala hapajapata kuthibiti vile vile ifradul mayyiti biudhiyatin, kununua kichinjwa kwa ajili ya kwa ajili ya kuchinja kwa niaba ya mayit an ahadi sahaba, kutoka yote katika masahaba. Hatujapata kusikia kwamba Umar alifanya hilo, wala Abu Bakar, wala katika masahaba radhiyallahu anhu. Walau kana fihi fadlun, basi ingalikuwa kuna fadhila kwamba wewe na yule na yule na yule na yule mkachanga pesa mkamchinjia mzee fulani katika jamaa zenu mwezi wa Dhulhijja, ingalikuwa jambo hili lina kheri na ubora ndani yake,
basi la sabaqana ilayhi annabi sallam, mtume mwenyewe angalitangulia kufanya jambo hilo, wa ashabu pia masahaba zake wangalitangulia kufanya jambo hilo. Wal khairu kullu al khair, na khairi kila khairi fi hadi nabii wa ashabi, ipo katika kufuata mwongozo wa nani? Mtume alayhi salam na masahaba zake. Kwa hiyo jambo hilo si katika sunna, haifai. Kiingia mwezi wa Dhulhijja haifai wewe na baba mdogo na baba mkubwa na shangazi yenu na nani mkanunua mbuzi kwa ajili ya kufanya kuchinja kwa niaba ya mzee wenu fulani ambaye alifariki huko nyuma. Jambo hilo halijathibiti, halifai kwa mujibu wa sheria, halifai kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni hali ya pili. Alhalu thalitha, hali ya tatu na ya mwisho, in dhaha ar-rajulu anhu wa an ahli baiti, ikiwa mtu atachinja mnyama kwa ajili yake yeye mwenyewe na watu wa nyumbani kwake, wanawa bihimul ahyaa wal amwat, na akamwomba Allah au akanuia walipo kutokana na ujira wa kichinjwa hicho, walio hai na waliokufa, walio hai na waliokufa, fayurja an yashmalahumul ajr insha Allah. Basi hapo panatarajiwa hata wao waliokufa wakapewa nini? Ujira, Allah akitaka, Allah akitaka. Haya maelezo yameyataja Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Unzur at-tafsil, angalia upambanuzi wa haya tuliyosema fi al-udhiyah an al-mayit, kuhusu kuchinja kwa niaba ya mayit, fi kitabi ahkam al-udhiyah cha Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Kwa hiyo hali ziko ngapi? Mbili. Hali mbili zinafaa na hali moja haifai. Hali inayofaa ni ipi? Ni pale mayit atakapokuwa alitoa usia kwamba mimi nikifa, chukueni mbuzi mmoja katika mbuzi wangu, halafu muchinje ibada ya udhuhia kwa ajili yangu, kwa niaba yangu mimi. Kwa hiyo hapo mnatekeleza wasia. Au chukueni mali zangu, chukueni pesa zangu, mkanunue mbuzi mchinje ibada ya udhuhia kwa niaba yangu mimi. Hapo inajuzu kwa sababu ni wasia wake. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni nyinyi kama nyinyi mkachanga pesa za kwenu, mkasema tuchange pesa ili tununue mnyama tuchinje udhuhia kwa niaba ya mzee fulani katika jamaa zetu. Hiyo hali haijathibiti katika sunna, hajafundisha mtume jambo hilo, hakufanya mwenyewe wala masahaba wala atabi, na wao walifanya nini? Walifiwa, lakini hawakulifanya jambo hilo. Kwa hiyo jambo hilo halijathibiti na halifai kulifanya. Jambo la tatu, udhuhia ya tatu ni mtu akachinja kwa niaba yake yeye mwenyewe au akachinja kwa ajili yake yeye mwenyewe na familia yake. Mchinja mbuzi kwa ajili yake yeye mwenyewe na familia yake, lakini katika nia ya ujira akamwomba Allah awalipe kutokana na udhuhia hiyo aliyochinja watu wa nyumbani kwake, walio hai na walio kufa. Hiyo itakuwa ni jaiz, hiyo itakuwa ni jaiz. Kwa hiyo mpaka hapo maelezo ya risala hii yamekamilika kuhusu udhuhia. Kwa hiyo usifanye makosa katika nyanja hizo ambazo tumezitaja. Kwa naomba, napenda kukumbusha nafsi yangu, kadhalika kuwakumbusha ndugu zangu, kujua kwamba huu ni mwezi wa Dhulhijja, imebaki siku chache zingiingie. Kwa hiyo jitahidi kuandaa vichinjwa, jitahidi kuandaa vichinjwa kwa ajili ya kuchinja, mwage damu lillah tabaraka wa taala. Ni ibada adhim, ibada tukufu sana, hatakiwi mtu iacha bila ya udhuri. Ndio maana nafikia baadhi ya ahlul ilm mpaka wakawajibisha wakisema kwamba ni jambo la wajibu kuchinja. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. رمضان سؤال.